Karibu, hii ni Kilimo TV na hii ni Kilimo Chat Podcast. Unaitazama hapa, tumekuwa na mazungumzo tukiwa na mwendelezo wetu wa kuzungumzia namna sekta ya utalii inavyofanya kazi vizuri na sekta ya kilimo. Kuna kazi nyingi sana zinaingiliana hapa. Bila kilimo utalii hauwezi kwenda, lakini bila utalii kilimo pia hakiwezi kwenda. Kipindi kilichopita kwenye Kilimo Chat Podcast tulizungumza kuhusiana na namna ambavyo mazao ya viungo yanakuza na kuchochea utalii, na mgeni wangu alikuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Utalii Dr. Aboud, na leo tuko naye hapa, tuko katika mwendelezo. Kipindi hiki leo tutaangalia namna ambavyo utalii, uhifadhi, mambo ya kale, utalii wa kimaumbile ambavyo unaweza kukuza na kuchangia sekta ya kilimo kupanda zaidi, lakini sekta ya utalii kukua zaidi, tuwe na watalii wengi zaidi. Katibu, karibu sana. Asante sana dada. Habari za wiki sasa? Salama sana. Mambo yanaenda vizuri. Vizuri. Tumekuwa na pilika nyingi, tumewapa watu pia elimu kuhusiana na namna ambavyo viungo na vinavyoweza kuchochea utalii kwa ukubwa zaidi. Asante sana Kilimo TV, inatusaidia sana. Sawa, leo tunataka tujikite hapa kwenye utalii, uhifadhi wa maliasili na mambo ya kale unavyoweza kukuza na kuleta faida kwenye kilimo. Tukizungumza tu dhana ya uhifadhi wa maliasili, tukianzia hapo, kwanza hii tunamaanisha nini? Asante sana Ndaba. Hifadhi za kimaumbile au hifadhi za kiikolojia au hifadhi za maliasili ni anuwai ambayo inajenga na kuendesha maisha yetu ya kila siku katika mifumo yetu ya uhifadhi wa mazingira, katika mifumo yetu ya uendelezaji, uzalishaji wa mazao yetu pamoja na uchumi wetu, lakini katika mfumo mzima wa maendeleo ya jamii. Zanzibar imebarikiwa na hifadhi kuu za aina mbili za kimaumbile. Tuna hifadhi za ardhini au wenyewe wanasema terrestrial ecosystems, lakini pia tuna hifadhi za baharini au marine ecosystems. Na kwa zaidi ya miaka 30 kufikia 40, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikijitahidi sana katika kuhakikisha kwamba hifadhi zetu za kimaumbile ambazo ni sehemu ya uti wa mgongo wa maisha yetu zinaendelea kuhifadhiwa, lakini pia zinaendelea kutumika katika hali endelevu. Lakini pia ni hifadhi ambazo zinaachilia nchi tija kubwa ya kiuchumi na kimaendeleo. Mfano hivi sasa katika tafiti za karibuni zilizofanywa ni kwamba hifadhi za maliasili hapa Zanzibar katika kutarakimu au kuquantify gharama zake za kiuchumi au mitaji yake ya kiuchumi, ni kwamba thamani yake inapindukia dola bilioni 50 za Kimarekani, dola bilioni 50, na asilimia kubwa sana ya mtaji huo uko baharini. Lakini tusisahau kwamba bado kuna asilimia kubwa ipo katika ardhi. Hifadhi za misitu yetu, misitu ya Jusani, misitu ya Ngezi, misitu ya Muyuni Jambiani, msitu mkuu, lakini pia pamoja na korido zake, mfano Kiwengwa, Gando na Muyuni, Kizimkazi na maeneo mengine mengi ambayo yanatengeneza ile mifumo ya kimaumbile au hifadhi za kimaumbile ambazo zipo katika taratibu, kanuni, sheria mbalimbali za uhifadhi wa misitu hapa Zanzibar, pamoja na hifadhi za mazingira na kiikolojia. Na hiyo peke yake kwa upande wa ardhini, basi tunazungumzia mtaji unaopindukia dola bilioni 2, yani ecosystem services capital ya mitaji hiyo. Na huo ndio msingi wa umuhimu wa kuhifadhi misitu yetu, umuhimu wa kuhifadhi bahari yetu, lakini pia umuhimu wa kuhifadhi mfumo mzima wa kiikolojia wa nchi yetu ambao ni sehemu ya mtaji mkubwa wa sekta yetu ya utalii. Lakini tofauti na nchi za mabara kama Tanzania bara au Kenya au Uganda au Kongo,
hifadhi za kimaumbile hapa Zanzibar ni hifadhi ambazo zimeunganika na hifadhi za bahari. Kwa hivyo unapozungumzia mfano hifadhi au Jozani National Park, ni kwamba ni sehemu ambayo inajenga mfumo mzima wa hifadhi ya msitu wa Jozani pamoja na ghuba ya Chwaka, lakini pia inakwenda mpaka huku chini katika ghuba ya Pete. Kwa hivyo ni mfumo unganifu, ni mfumo jumuishi. Huwezi ukazungumzia msitu wa Jozani bila ya kuzungumzia bahari ya Chwaka au bahari ya Pete. Huwezi ukazungumzia hifadhi ya Masingini bila kuzungumzia hifadhi ya Changuu na Bawe kwa upande wa magharibi. Huwezi ukazungumzia hifadhi ya msitu wa Kiwengwa bila ya kuingiza hifadhi nzima ya bahari ya kisiwa cha Mnemba. Lakini pia hata kwa upande wa Pemba unapozungumzia msitu wa Ngezi, unapozungumzia ile korido inayounganisha msitu wa Ngezi na Wagando, ni kwamba ile ni hifadhi ambayo pia inaunganisha bahari upande wa Fumawimbi, lakini pia huko upande wa Gandi. Kwa hivyo hivi kwa uchache ni vivutio vikubwa vya utalii. Watalii wanatoka katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, wanakuja visiwani mwetu Zanzibar, Unguja, Pemba, na mojawapo ya maeneo makubwa ambayo wanatembelea ni maeneo ya hifadhi za kimaumbile. Kwa hivyo huu ni mtaji mkubwa, ni wajibu wetu kuhifadhi, lakini bado ni mtaji ambao inabidi tuuendeleze ili tupate tija zaidi katika sekta ya kilimo, lakini pia sekta ya utalii na sekta nzima ya hifadhi ya kiekolojia ya misitu. Ndio maana tunapozungumzia utalii endelevu, tunazungumzia utalii ambao unaojali sio tu ukuaji wa uchumi, maendeleo ya jamii, lakini ni utalii ambao unaojali hifadhi za kimazingira. Kwa ufupi, hiyo ndio maana ya hifadhi za maliasili, hifadhi za kimaumbile au hifadhi za mazingira ya visiwa vyetu. Asante, umezungumzia maana, lakini pia umezungumzia utofauti uliopo kati ya hifadhi hizi za kwetu ambazo nyingi ziko visiwani, lakini zingine ambazo ziko maeneo ambayo hayana bahari. Upatikanaji pia wa wanyama na wenyewe ni unashabihiana, kwa sababu mtu mwingine anayetutazama anawaza kama zina utofauti huu lazima tuone bahari, wanyama wake vipi, wanaweza wakaishi wa aina gani, ili kuongeza chachu ya kivutio zaidi. Jambo zuri ni kuangalia katika kutengeneza mikakati ya kutumia mtaji uliokuwa nao. Mfano, mtalii anaweza asubuhi akaanzia na msitu wa Masingini, akatoka pale asubuhi akaenda kunako mashamba ya viungo, akatoka pale akaenda baharini, aidha akafikia ama Mnemba au akafikia upande wa Kizimkazi. Kwa hivyo kwa siku moja mtalii anaweza akaona pomboo, anaweza akaona kasa, anaweza akaona kimapunju, anaweza pia akaona wale paa nunga, lakini pia anaweza akaiona ile haiba au ile hifadhi ikiwa ni ya ardhini au ya baharini ambayo inawahifadhi wale wanyama au ile mimea. Mfano, sio tu watu wanakuja hapa kuangalia wanyama au kuangalia jamii ya viumbe vya baharini kama pomboo, nyangumi na kasa, lakini pia wanakuja kuangalia mimea. Zanzibar ni sehemu mojawapo ambayo ina mimea ambayo ina thamani, katika hii orodha ya mimea ambayo ipo hatarini kutoweka. Zanzibar ni mojawapo ya maeneo ambayo yana mimea hiyo. Visiwa vya Zanzibar ni mojawapo ya maeneo 40 katika hii upande wa magharibi wa bahari ya Hindi ambayo inajulikana kisayansi kama ni ecologically
sensitive areas, yani ni maeneo nyeti yenye umuhimu mkubwa wa kiikolojia katika hifadhi ya viumbe baharini, lakini pia hifadhi ya viumbe ambao wako ardhini, lakini bado mifumo yao ya maisha imeungana na mifumo ya baharini. Ndio maana leo tunapozungumzia ajenda ya uchumi wa buluu ambayo ina masuala yote matano kama vile utalii, uvuvi, ukulima wa mwani, hifadhi za mazingira, nishati, usafiri wa baharini na maeneo mengineyo, ni kwamba yote haya yamekuja kwa sababu huwezi ukazungumzia ardhi ya kisiwa bila ya kuzungumzia mazingira yake ya bahari. Kwa hivyo mtalii anayekuja Zanzibar anakuja kutalii maeneo mbalimbali, sio tu anakuja kuogelea au anakuja kuota jua au anakwenda kuona kwa mafungu, lakini pia anapata fursa ya kwenda kuangalia viumbe hai, wanyama ardhini na baharini, lakini pia kujifunza na kujionea na kusoma mfumo mzima wa kiikolojia na jinsi ulivyoanza tangu mamilioni ya miaka nyuma hadi kufikia leo. Na huo ndio umuhimu wa kusema kwamba ni lazima na ni msingi wa kuwa na utalii endelevu unaojumuisha mambo matatu kwa pamoja. Kwanza ni kujitutumua kiuchumi, kutengeneza mikakati mbalimbali ya kiuchumi ya kuongeza tija ya sekta ya utalii, lakini pia kuhakikisha na kwamba utalii huu ni shirikishi, utalii kwa wote, ambao kila siku Mheshimiwa Rais amekuwa akitukumbusha kwamba utalii huu hauwezi ukawa utalii wa mafanikio ikiwa utalii huu hautowashirikisha wananchi, wanajamii, wakulima, wanavijiji, wananchi wa kawaida. Lakini pia ni utalii ambao unajali mazingira, kwa sababu ikiwa mazingira yetu yataharibika au yataathirika, watalii wataacha kuja huku na wataenda kutafuta pale pengine ambapo wao wanapoona kwamba panafaa. Lakini kwa hivi sasa tunashukuru sana kwamba mikakati mbalimbali ya kisheria, kikanuni, kisera, kiprogramu na kiutekelezaji ni kwamba Zanzibar imekuwa inapiga hatua kubwa sana mbele katika kuendeleza na kuimarisha utalii endelevu. Na ndio maana sisi kama Zanzibar, wakati tulipoamua kuingia katika lile baraza la utalii endelevu duniani, Global Sustainable Tourism Council, miaka miwili nyuma, ni kwamba tuliingia kwa kufahamu kwamba utalii wetu ni utalii unaojali maendeleo ya jamii na ni utalii unaojali hifadhi za mazingira. Na ndio maana hivi sasa unapozungumzia namna ya kuongeza na kuimarisha mawanda ya sekta ya utalii, tunazungumzia namna ya kuangalia jinsi bora ya kutumia mtaji wa msitu wa Masingini au mtaji wa msitu wa Jozani au mtaji wa msitu wa Kiwengwa au pia mtaji wa hifadhi za Muyuni, Jambiani, Kisimkazi. Na karibuni tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya nchi, nje ya nchi, kutengeneza miundombinu, lakini pia kuimarisha huduma za kutangaza utalii wa hifadhi za maliasili na hifadhi za kimaumbile. Umezungumza vizuri zaidi, lakini kwenye mazungumzo yako kipindi umegusia kitu ambacho pia ni very sensitive sana, agrotourism. Kwamba mtalii anapokuja sio kwamba aone wanyama tu, lakini faida yake ni kuona shughuli gani ambazo zinafanywa na vijiji ambavyo vinakuwa vimezunguka hifadhi. Mathalani tuna hifadhi ya Jozani, Ghuba ya Chwaka, ambayo imezungukwa na vijiji takriban 10. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali za wanakijiji wanaendelea, ikiwemo na agrotourism. Mfano kama agrotourism tumejizatiti vipi hasa kuhakikisha inaenda mbele zaidi? Najua hata Masingini inafanyika, watu wanakuja kutembelea Masingini kama hifadhi, lakini still bado wanaenda kwenye spice ambazo ziko pembeni ya hapo. Tumejizatiti vipi kufanya watu wanaelewa? Unajua Ndaba, ni utalii ni jambo endelevu. Na lazima unapoamka kila asubuhi
unaangalia nipo wapi, nimefanikiwa wapi, changamoto zipo wapi, na natakiwa nifanye nini ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele vya serikali au vipaumbele vya yale maelekezo ambayo umepewa kama mtendaji mkuu wa shughuli za kitaasisi na kiwizara ili kufanikisha vipaumbele hivyo. Unapoangalia mfano Jozani, unapoangalia swala zima la ushirikishwaji kama ulivyosema wa wanajamii, wa wananchi, huo ndio msingi wa viwango vya utalii endelevu ulimwenguni kote. Unapozungumzia ushirikishwaji wa wanajamii, hifadhi ya msitu wa Jozani na Ghuba ya Chwaka ni mfano mzuri sana, sio tu kwa Zanzibar lakini hata kwa Tanzania, lakini pia kwa Afrika Mashariki. Na ndio maana hifadhi ya msitu wa Jozani na Ghuba ya Chwaka hivi sasa inaingia au imeingia katika ile orodha ya zile hifadhi ambazo huitwa ni biosphere, lakini hifadhi za mifumo ya kiekolojia inayokuwa na uwezo wa kujiendesha wenyewe. Hivi sasa kwa Zanzibar hatuzungumzii tu urithi wa kiutamaduni au urithi wa kihistoria kama vile Mji Mkongwe hapo uko chini orodha ya UNESCO, lakini tunazungumzia urithi wa kimaumbile kama vile Ghuba ya Chwaka na msitu wa Jozani ambao hivi sasa umo ndani ile orodha ya biosphere reserve za UNESCO. Lakini pia tukumbuke kuna mifumo mingi ambayo inatambua umuhimu wa hizi hifadhi za kimaumbile kama za mfano hapa Zanzibar katika nyanja za kanda na nyanja nyingine za kimataifa nje ya UNESCO. Mfano, unapozungumzia hifadhi za kimaumbile za kisiwa cha Pemba kama nilivyosema, au hifadhi za misitu katika kisiwa cha Unguja, hifadhi hizi zimo kama nilivyosema katika yale maeneo 40 yanayotambulika kama ni hifadhi nyeti za maeneo yaliyoko magharibi ya bahari ya Hindi. Kwa hivyo shirika la Umoja Mataifa la mazingira la Umoja Mataifa UNEP limeyatambua maeneo haya ikiwemo maeneo ya Unguja na Pemba, hifadhi hizi kama ni maeneo nyeti ambayo yanatakiwa kuhifadhiwa, kulindwa na kuendelezwa katika mojawapo ya sekta kuu za utalii endelevu au uchumi endelevu, yani circular economy. Kwa hivyo tunazungumzia mfano upeo wa kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi katika hifadhi za Muyuni Kizimkazi. Tunazungumzia utengenezaji wa nature trails au watalii kufanya trekking au watalii kufanya jogging au hivi karibuni au campsites. Tumekuwa tukishirikiana na shirika la maendeleo la Umoja Mataifa la UNDP kuhakikisha kwamba hizi hifadhi zinafunguliwa kiendelevu na kihifadhi bila ya kuziathiri zile tunu zake, ili kutengeneza mitaji zaidi ya kiuchumi, lakini pia kuwasaidia wanajamii wanaozunguka eneo lile, ambalo hapo ndipo unakwenda kusema kwamba nchi hii imekidhi viwango vya utalii endelevu kama matakwa ya Baraza la utalii endelevu la Global Sustainable Tourism Council inavyotaka nchi zifuatilie. Hivi sasa tunazungumzia sio tu viwango vya utoaji wa huduma au standards of hospitality, lakini pia tunazungumzia viwango vya utalii endelevu au sustainability standards. Kwa hivyo nchi mbalimbali ambazo hujitangaza, hujiimarisha katika masoko ya kimataifa ya kiutalii ni lazima yatilie maanani sekta nzima hii ya kilimo na maliasili kama ni sehemu kuu au sehemu mojawapo nyeti ya swala zima la utalii endelevu. Umezungumzia issue ya agrotourism. Zamani, miaka kadhaa nyuma, wala sio zamani, miaka kadhaa nyuma, ni kwamba kulikuwa na mipango mikakati
lakini pia kulikuwa na ufahamu na uelewa wa umuhimu wa uzalishaji wa vyakula ndani ya nchi, ndani ya visiwa, ili viende vikasaidie katika utoaji wa huduma za hoteli. Na mara nyingi sana huko nyuma kulikuwa na malalamiko mengi sana kwamba 80% ya vyakula vyote ambavyo vinakwenda kunako 5-star hotels au 4-star hotels vilikuwa vinatoka nje ya Zanzibar au nje ya Tanzania. Na hiyo ilikuwa haileti tija kwa wale wananchi ambao wanaishi pembezoni mwa zile hoteli, lakini pia kwa nchi ambayo sasa ilikuwa inaathirika katika suala zima la mapato yake katika sehemu mbalimbali za mnyororo wa thamani, lakini pia mnyororo wa ugavi katika sekta ya utalii. Tunashukuru hivi sasa hatujafikia 100% ya kujitosheleza kichakula ili hoteli ziwe hazitegemei vyakula vya nje, lakini tumepunguza sana. Hivi sasa naweza nikasema na kwamba zaidi ya 50% ya vyakula ambavyo vinakwenda kutoa huduma za hoteli vinazalishwa ndani ya Zanzibar au ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii inasaidia sana katika ule mfumo mzima wa ugavi na ule mfumo mzima wa thamani. Na hizi ni program au ni vipaumbele ambapo viliwekwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyoongoza serikali ya awamu ya 8 ambayo hivi sasa chini ya uongozi wake Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi imetimiza miaka 5 ya sehemu yake ya mwanzo kwa mafanikio makubwa sana ya kuhakikisha kwamba nchi inajitosheleza au inaingia katika soko la ushindani la kujitosheleza, na suala zima la vipi kilimo cha ambacho kinafanya ndani ya nchi kinaweza kikachangia katika ukuaji na utoaji huduma wa sekta ya utalii hapa Zanzibar. Huduma kweli tumeziona kwenye awamu hii ya 8, mambo mengi sana yanafanyika. Tumeona kiwango kikubwa cha watalii wameongezeka, juhudi ambazo zimewekwa na wizara yako ya utalii, lakini pia juhudi ambazo zimewekwa pia na wizara ya kilimo kuhakikisha watu wakija wanapata utalii vizuri, lakini pia wanapata accessibility ya vyakula mbalimbali, kuona testi, kuona mashamba mbalimbali na vitu vingine. Kuna vitu kama tunaviacha kwenye utalii wa kimaumbile. Sasa sijui ni tunaviacha au ni nafasi ya kuzungumza. Mfano Zanzibar tuna nafasi nzuri ya mapango. Tuna mapango mazuri sana hapa. Tuna pango Kiwengwa Pongwe. Ukitembea ni kubwa ndani, lina space, lakini vile vile tuna mapango mengine ambayo yapo Kizimkazi, yapo ambayo yana kasa ndani, na tuna mapango mengine ambayo yana fresh water kabisa, ukiingia you feel the taste, mfano Nungwi pale. Lakini tuna maeneo ya kipekee, mfano Ngezi, tuna eneo la kipekee tu la miti fulani imeota inaitwa Ndahamba. Ziko iko mingi tu, lakini ukiachilia hivyo tuna ndani ya hifadhi kuna sehemu kama ziwa pia lipo hapo. Vitu hivi au incentive hizi ambazo zipo ndani ya hifadhi tunakuwa kama tunaona hazina nafasi sana. Ukweli uko vipi? Mimi nadhani changamoto kubwa ilikuwa ni uelewa na ufahamu wa umuhimu wa hazina hizi za kimaumbile katika kuendeleza sekta ya utalii. Ni kwamba zile hazina zimekuwepo kwa miaka mingi sana, naweza nikasema maelfu ya miaka au zaidi, na wananchi kwa njia moja au nyingine wamekuwa wakizitumia hazina hizo katika mahitaji yao mbalimbali. Lakini tupo katika mchakato wa ukuaji mkubwa na wa kasi kubwa wa uchumi wa nchi yetu, na hasa ndani ya kipindi hichi cha serikali ya awamu ya 8. Na kwa hivyo sasa ile haja ya utekelezaji
wa ile mitaji. Nasema potential. Zamani nilikuwa nasema potential, mapango na potential, hichi kina potential, lakini utekelezaji haukuwa mkubwa. Hivi sasa utekelezaji unaendelea. Mfano mapango ya hifadhi ya kasa kaskazini na kusini Unguja, mapango ya samaki kule Mwambe, lakini pia mapango mbalimbali ambayo bado yapo katika hifadhi za msitu wa Ngezi au kule Kiwengwa, ambayo mpaka leo yanatumika katika usambazaji wa maji katika shughuli za kijamii na za hoteli. Kwa hivyo hazina hizi hivi sasa zipo katika programu mbalimbali za utekelezaji. Hivi sasa tunazungumzia namna ya kukiendeleza, kukiimarisha kile kisiwa ndege upande wa Pemba kule, akiwa ni kivutio cha utalii. Kwenye kisiwa ndege, kabla hujaendelea mbele, na hapa Unguja pia tunacho vipo na visiwa vya Unguja na Pemba vinajulikana kama ni mojawapo ya maeneo makubwa sana wanayofikia ndege mbalimbali wa uhamiaji, naita migratory birds. Kwa hivyo visiwa vya Unguja na Pemba vinasifika sana kama ni sehemu ya important bird areas, na kumekuwa na takwimu mbalimbali za ndege mbalimbali wanaotoka mfano kaskazini, wanaopita Zanzibar wanakwenda zao kusini, au kutoka kusini wanapita Zanzibar kuelekea kaskazini. Na hasa hawa ndege ambao wanahamia au wanapita Zanzibar kutoka mbuga za ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Tanzania bara. Lakini yote haya yanajenga ile sura ya jinsi Zanzibar, pamoja na kwamba ni visiwa maarufu vya huduma za kiutalii, lakini pia sasa ni sehemu mojawapo kubwa ambayo inaweza ikavutia utalii wa kiikolojia, utalii wa kimazingira. Kwa hivyo mtalii ambaye anapenda kuja Zanzibar kuangalia ndege, wenyewe anasema ni bird watchers, wana fursa hiyo. Mtalii ambaye anakuja Zanzibar kuangalia au kufanya utafiti wa viumbe hai kama vile popo au the Pemba flying fox, ni kwamba anaweza kufanya hivyo. Mtalii ambaye atakwenda kuangalia anuwai ya ndege wa pwani waliopo kwa kile kisiwa cha Fungo Baraka, Latham Island, anaweza kufanya hivyo. Lakini pia mtalii ambaye anataka pia atoke kunako ardhi ende kunako hifadhi za bahari. Hivi sasa tuna hifadhi 5 na tunaongeza sasa hivi 2, zitakuwa 7 ukiachia Menai, Changu Bawe, Mnemba, Mkondo wa Pemba, Tumbatu, lakini pia maeneo ya mashariki ya Pemba ambao kwa mashirikiano na wadau mbalimbali wa maendeleo kuna mpango wa kuzianzisha hizi hifadhi zikawa mojawapo ya hifadhi kuu za kimaumbile ambazo zinasaidia katika kuweka tija zaidi katika sekta ya utalii. Hifadhi za bahari ukilinganisha na hifadhi za ardhini, bahari ina mtaji mkubwa akithamani. Una mtaji unaopindukia dola bilioni 45-46 ukilinganisha na hifadhi za ardhini. Lakini kutafsirika thamani hiyo kwa njia ya pato ilikuwa ni changamoto. Na ndio maana kwa mashirikiano na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa kupitia program ya biodiversity financing, yaani uwezo wa kuimarisha uchumi wa kimaumbile kupitia hifadhi za maliasili, ni kwamba tumeweza na kupitia hii mifumo mipya ya kidijitali ya malipo ya kidijitali tumeweza sasa kwenda mbele zaidi. Mfano kabla kuingia serikali ya awamu ya 8 tulikuwa tukipoteza zaidi ya shilingi milioni 500 kwa mwaka
kutokana na ule mvujo wa mapato. Lakini hivi sasa na kwa kuja kwa hii mifumo mipya ya kidijitali ya malipo, ni kwamba tumeweza kuokoa sana na tumeweza kuingiza faida. Hivi sasa kwa Zanzibar, ukiangalia hifadhi za maliasili ya bahari pekee, tumetoka katika pato la mwaka la dola milioni 1 hadi kwenda kunako dola milioni 5, na haya ni mafanikio makubwa sana katika mwaka mmoja, kwa mwaka mmoja. Na hii imetupa funzo kubwa. Mfano, hivi sasa kwa pamoja Wizara ya Kilimo, Wizara ya Uchumi wa Buluu, Wizara ya Utalii kupitia uratibu wa shirika la IGAS tayari tumetengeneza mifumo ya malipo thabiti ambayo itaenda kuongeza tija zaidi ya kimapato katika swala zima la viingilio na matumizi ya hifadhi za maliasili. Na hili jambo ni muhimu sana kwa sababu hizi fedha ndizo ambazo zinaingia, zinakwenda kuhifadhi hifadhi zetu, zinakwenda kuwasaidia wanajamii wanaozunguka ile maeneo ya hifadhi, lakini pia zinakwenda kusaidia katika kupeleka mbele shughuli za maendeleo za serikali. Sawa. Tukiwa ukingoni sasa, tunamaliza hapa na maswali mawili. Binafsi ungependa kuona Zanzibar ikisonga vipi katika sekta ya utalii, hususan kuzungumzia haya masuala ya uhifadhi huu wa kimaumbile ambao leo tumeuzungumzia? Hilo la kwanza. Lakini la pili, nini unawaambia wakulima, vijana, watu wanaojihusisha kwenye masuala mazima ya utalii? Na tunaona sasa hivi utalii umebadilika kidogo, vijana wamechukua kasi kubwa zaidi kutangaza utalii. Mathalan wale vijana wanaofanya shughuli zao pale Forozani wako wakitumia hiyo kuhusiana na fursa zilizopo kwenye utalii na masuala ya urithi. Tuanze na hili la unatamani kuiona Zanzibar ikisonga wapi? Naiangalia au na uangalia mwelekeo huu katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni wajibu wetu kama taasisi, kama wizara, kama sehemu ya serikali katika kuhakikisha kwamba zile nguzo za uhifadhi, ulinzi na uhifadhi wa mazingira yetu, maliasili zetu, lakini pia matumizi endelevu, lakini pia ushirikishwaji wa wananchi katika ulinzi, uhifadhi na matumizi endelevu ya maliasili zetu, ikiwa ni misitu, ikiwa ni hifadhi za bahari, ikiwa ni kilimo cha mwani, uvuvi na kilimo chenyewe, yote hayo. Ni kwamba kwanza ile mipango yetu, mikakati yetu ya utekelezaji basi inafikiwa katika kipindi ambacho kinahitajika. Hilo moja. Lakini la pili, tunazungumzia wajibu wa wananchi, wajibu wa wanajamii katika kuhakikisha na kwamba au kutambua au kuelewa au kufahamu kwamba hizi hifadhi, haya mazingira, hii ekolojia ya taifa letu ni kwa faida ya wote. Yaani ni mfumo ambao unatengeneza uti wa mgongo wa maisha yetu. Sisi ni taifa ambalo ukiangalia pato lake, kama vyosema hapo awali, ni kwamba 60% ya pato la taifa inachangiwa na sekta mbili kuu, sekta ya utalii na sekta ya kilimo. Kwa hivyo humo ndani wakulima, wagavi, wafanya biashara, watoa huduma, wote hao ambao ni sehemu ya wanajamii, ni kwamba hao pia ni sehemu ya mfumo mzima wa thamani au mnyororo wa thamani wa sekta ya utalii. Lakini la muhimu ni kwamba hizi nguzo 5 ambazo kila siku Mheshimiwa Rais wetu amekuwa akitukumbusha kwa pamoja kushirikiana baina ya serikali, sekta binafsi na wananchi
katika kuhakikisha na kwamba hii sekta ya utalii inakuwa endelevu. Ni kwamba kwanza ni kuendelea na kutoa mafunzo, uelewa, ufahamu kwa wananchi, wanajamii kuhusiana na faida na umuhimu wa kulinda, kuhifadhi na kutumia maliasili zetu na rasilimali zetu katika hali ya faida kwa wote, mutual benefits, benefits for all. Hilo moja. Lakini la pili, kushirikiana kwa pamoja katika kutengeneza njia bunifu za kutengeneza ajira kupitia aina mbalimbali za ujasiriamali katika sekta hii ya utalii na hifadhi zake za kimaumbile. Lakini la tatu ni swala zima la ufikiwaji wa wanajamii katika kuwapatia zana mbalimbali, zana za kilimo, zana za uvuvi, zana za ukulima wa mwani, zana za uhifadhi na ulinzi wa mazingira. Hizi zana ndio zinakwenda kutengeneza sasa sehemu mbili kuu ambazo zimebaki. Ukishapata elimu na mafunzo ya leo fahamu, ukishapata njia bunifu za kuwa mjasiriamali na kuwa na uwezo wa kutengeneza ajira, ukishapata zana, sasa ni kutengeneza mitaji, kujipatia mitaji. Na serikali ya awamu ya 8 imekuwa mstari wa mbele katika kuwapatia wananchi wake mikopo isiyokuwa na riba, mikopo ya kuwawezesha. Tukumbuke kwamba katika ajira zaidi ya 300,000 ambazo zimezalishwa ndani ya miaka hii 5 kupitia mikopo mbalimbali isiyokuwa na riba ambayo serikali ya Mheshimiwa Dr. Mwinyi imekuwa ikitekeleza tangu siku ya mwanzo ilivyoingia madarakani, ni kwamba zaidi ya 51% ya mikopo hiyo au ajira hizo inashabihiana na sekta ya utalii au mifumo inayofungamana na sekta ya utalii. Kwa hivyo ukiangalia hapo utakuta kwamba zaidi ya 51% au mpaka 55% ya wajasiriamali wote waliofaidika katika mikopo hii wanatokana na sekta ya utalii. Na sio utalii tu. Unajua, unapozungumzia utalii watu wanadhani ni kwamba ni tour operators tu, au ni tour guides, au ni hawa wenye hoteli. Wananchi wote, mwananchi anaelima mazao akapeleka kuna sekta ya utalii, mvuvi, mkulima, lakini pia huyu ambaye anashughulika na mifumo ya ugavi, lakini pia imarishaji wa mifumo ya mnyororo wa thamani. Wote hawa wanaingia katika ule mfumo wa ujasiriamali unaojenga zile ajira mbalimbali ambazo zimeweza kwa upeo mkubwa sana kufikia shabaha ya serikali. Lakini la muhimu sasa ni masoko. Na tunapozungumzia masoko, ni sawa tuna masoko ya ndani, na tunashukuru sana kwamba hivi sasa bidhaa za kilimo Zanzibar zimekuwa zikipata mawanda zaidi ya soko la ndani la sekta ya utalii. Lakini pia kuna haja na kumekuwa na haja kupitia viwango mbalimbali, mfano alama za utambuzi tuliongezwa juzi, alama za uthibitisho wa ubora bidhaa ili kufungua milango ya masoko ya kimataifa. Kwa hivyo unapopeleka mfano bidhaa ya samaki nje, tayari wewe una alama ya uthibitisho ya viwango bora vya bidhaa yako. Unapotoa mwani nje, unapotoa bidhaa mbalimbali za kiutalii kama sabuni ya mwani mfano, au manukato, au mazao mengine ya viungo kama karafuu, iliki, vyote hivi vinahitaji masoko ya kimataifa ambayo lazima yapate alama ya uthibitisho katika kuhakikisha kwamba Zanzibar inatoa bidhaa zenye viwango bora na zenye uwezo wa kushindana katika masoko ya kimataifa. Haya ni mambo matano ambayo mimi ningependa sana kuyaona yanafanikiwa. La msingi ni utalii kwa wote. Unapozungumzia Beach Boys, unapozungumzia mfano wa Pakaji Hina, unapozungumzia hawa tour operators, tour guides, hawa watu wa massage, wakulima, au hawa wafanya biashara, wajasiriamali wa mazao viungo,
mashamba zaidi ya 100 ambayo yanapeleka watalii Unguja na Pemba kuona mazao mbalimbali ya viungo. Wote hawa wasafirishaji, hawa wajasiriamali wadogo, wote hawa ni sehemu ya utalii endelevu, ni sehemu ya imarishaji wa mnyororo wa thamani, lakini pia imarishaji wa ule mnyororo wa ugavi, value chain na supply chain, ambao ndio nguzo ya kuelekea utalii endelevu. Utalii hautakuwa endelevu tu kwa kujenga mahoteli makubwa, lakini utalii utakuwa endelevu unaoingia katika mkondo mzima wa maisha kila siku. Kama utalii huo utaweza kuwafikia wananchi wote hadi kufikia ngazi ya hata yule mfinyanzi ambaye anatengeneza viungo ambavyo baadaye vinapata thamani na kuwa bidhaa bora za utalii ndani ya Zanzibar na kwenda nje. Hivi karibuni binafsi, na ni mfano mzuri tu, nilipata ujio wa watalii ambao walipita mitaani kununua bidhaa mbalimbali za kiutalii, vinyago, milango ya Zanzibar ile vyote. Na kusema kweli niliingia moyo mkubwa sana nilipoona na kwamba watalii wenyewe wanahakikisha kwamba bidhaa hizi haziathiri mali asili au urithi wa kihistoria au urithi wa kimaumbile wa nchi. Walikuja kwetu wakasema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba hizi bidhaa ambazo tumenunua Mji Mkongwe au tumenunua pahala pengine Zanzibar ni bidhaa ambazo ni halali, hazina matatizo yoyote, hazina changamoto, na kwamba wao wanataka alama ya uthibitisho kwamba hizi bidhaa ni halali. Hii imenipa moyo, ni kwamba sasa kuna mwamko mkubwa, sio tu ndani ya nchi, lakini pia mwamko kwa watalii ambao mara nyingi uko nyuma tulikuwa tukidhani kwamba watalii wanakuja kuharibu mazingira, kuharibu bidhaa, kuharibu tamaduni, lakini kumbe watalii ni sehemu ya watu, ni sehemu ya kulinda hizo tamaduni binadamu. Na kwamba mtalii anapotoka huko anapokuja Zanzibar anakuwa tayari ameshapata elimu ya kutosha ya kwamba huko anapokwenda lazima kwanza atunze ile tunu ya ile nchi, mazingira yao, utamaduni wao, silka zao, lakini pia awe anaheshimu taratibu, kanuni na kulinda ule urithi wa kihistoria, urithi wa kimaumbile, pamoja na ule mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya utalii. Ni mambo ambayo kusema kweli nimejifunza sana ndani ya kipindi hichi cha miaka 5 ya Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, na kusema kweli ni sehemu moja ambayo imeweka historia kubwa kama ni sekta iliyopiga kasi sana ndani ya bahari hii ya Hindi kushinda sekta nyingine au kushinda visiwa vingine vyote ambavyo viko katika maeneo jirani hapa ndani ya bahari ya Hindi. Hata hivyo mimi nikushukuru sana. Tumekuwa na mazungumzo mazuri sana, na tumezungumzia namna ambavyo utalii, uhifadhi wa maliasili, utalii wa kimaumbile unavyoweza kuingia hapo kwenye sekta ya kilimo. Nadhani tumefikisha elimu nzuri sana kwa yule ambaye anatutazama na anatufuatilia. Shukrani tena kwa. Asante sana. Asante sana.